Wakulima wa huko wanajishughulisha zaidi na kilimo cha mihogo na korosho. Korosho ikisimama kama zao la biashara, lakini mihogo ikiwa imesimama zao la biashara na zao la chakula. Ingawa kuna mazao mengine hayo naweza nikasema ni mazao mama ya huko. Kilimo ni uti wa mgongo wa uchumi wa taifa letu. Ni moja ya falsafa aliyekuwa rais wa kwanza wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, ambaye alilenga kuwapa motisha wakulima wote nchini kwa kuona wanachokifanya kinatambulika na taifa na pia kina mchango mkubwa kwa jamii. Mbali na falsafa ya kilimo ni uti wa mgongo wa uchumi wa Tanzania, pia Mwalimu Nyerere alitumia falsafa ya siasa ni kilimo. Yote hii ikilenga kuhamasisha wakulima kuweka bidii katika kilimo kwa kuona kuwa hata wanasiasa wanathamini kilimo. Falsafa za hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere zimekuwa zikiendelezwa na kudumishwa kwa namna yake na viongozi wengine wa kitaifa waliofuata baada yake, kwa kutengeneza mazingira rafiki kwa wakulima kwa kuwapatia vitendea kazi kama vile mbolea na mafunzo ya kilimo cha kisasa. Japo kuna changamoto za hapa na pale zisizokwisha. Na wakulima wangu 3 wakubwa ambao kupitia mimi wamekopeshwa na NMB mikopo ya kilimo. Walilima kilimo cha mapapai ya kisasa, kaenda nikaiprove, nikamwandikia proposal, akapata mkopo. Mwingine naye alikuwa na kilimo cha mboga horticulture, na mfasiko akakopeshwa. Asilimia kubwa ya watu wa jamii mbalimbali nchini Tanzania wamekuwa wakijishughulisha na shughuli za kilimo kwa ajili ya kujipatia kipato. Lakini pia wapo wanaolima kwa ajili ya kujipatia chakula. Mikoa kama vile Rukwa na Katavi watu wake hulima kwa wingi zao la mahindi, ulezi, maharagwe na harizeti kwa ajili ya biashara na chakula. Pia mikoa kama vile Morogoro, Mbeya na Shinyanga wenyewe hulima mpunga kwa wingi kwa ajili ya chakula na biashara. Morogoro mara nyingi kilimo chake mchanganyiko mazao yote, kwa kifupi niseme yanalima. Zao kubwa kabisa mpunga, huo ndio yanalima sana kwa sababu Morogoro na mabonde mengi ya mpunga. Bonde la Kongola, bonde la Kilombero, bonde la Ifakara, bonde la huko wanaita Kongwa, Morogoro Kusini. Haya yote ni maeneo yanalima mpunga. Lakini pia na mazao mengine mahindi yanalima Morogoro. Mfuatiliaji wa kurasa zetu za mitandao ya kijamii, ni kukaribisha katika makala hii inayoangazia ni kwa namna gani mikopo inayotolewa na watu binafsi ambao hawajasajiliwa na kutambulika na serikali katika jamii inavyowaathiri wakulima. Mwandaaji wa makala hii na msimulizi ni mimi Halima Msumi. Karibu. Unataka kukopa, unapewa 50,000 au 40,000, kuna kipindi 30,000, na ndipo unakuja kulipa 100 la mpunga. Kwa hiyo inatuathiri sisi wakulima, na uwezo kukopa 100 lazima uchukue 3 hata 4 ili kufanikisha zoezi lako la kilimo. Katika kipindi cha hivi karibuni kumekuwa na umbo kubwa la watu mitaani ambao wanajishughulisha na shughuli za utoaji wa mikopo ya fedha kwa wafanyabiashara na wakulima, huku baadhi yao wakisajiliwa na kutambulika na mamlaka ya fedha yenye dhamana nchini, na wengi wao wakitoa mikopo pasi na kusajiliwa. Wakulima wengi wamekuwa wakilazimika kujiingiza kwenye mikopo ya fedha kwa watu ambao hawajasajiliwa, wakiamini ndio njia rahisi ya kuweza kujipatia pesa kwa ajili ya kuendesha shughuli zao za kilimo, kama vile kununua mbolea, madawa na kusafisha mashamba. Je, kuna namna yoyote wakulima hawa wananufaika na mikopo hiyo ya fedha wanayochukua? Shomari Sultani ni mkulima kutokea mkoani Morogoro ambaye pia amekuwa akichukua mikopo ya kifedha kwa taasisi zisizosajiliwa kwa ajili ya kuendesha shughuli zake za kilimo, na hapa anatueleza. Mikopo haina faida bila kumkulima sasa anafikiria kama shida, lakini ukiangalia haina faida kabisa. Nakupa 40,000 au 50,000 baada ya uliomtu roba hiyo. Wakati wa kuvuna inagharimu pengine 80,000, kadiri yake. Sasa wewe unampa kwa shilingi 40,000 aliyokwisha. Hilo la kwanza. Lakini pili, kinachoumiza sana uchekechaji wa lile roba lenyewe, hawajaji katika mjazo wa kawaida. Kuchekechwa lile kiasi cha kuchekechwa linajazwa lile na
kishungi juu kama vile gunia la kitunguu. Kifupi, mkopo ule mkulima hauna maslahi kwa sisi, kwa watu wanachukulia shida. Kuna taasisi nyingi za fedha ambazo zinajishughulisha na shughuli za utoaji mikopo ambazo zimesajiliwa na kutambulika na serikali kama vile benki na taasisi ndogo za kifedha. Je, kwa nini wakulima hawa hupendelea kukopa fedha kwa watu ambao hawajasajiliwa na kutambulika na mamlaka husika badala ya kwenda kukopa kwenye taasisi za kifedha zinazotambulika? Shomari Sultani, mkulima kutokea Mvomero, Morogoro, anatueleza. Mzunguko benki, kuna mzunguko process ambazo ukamilisha ndio upate mkopo, lakini pia kwa mkulima mmoja kule kama NMB hawatoi mkopo kwa muungano kundi, lakini kwa hawa wenzetu na kwenda hapa kumeleza kukubalia anakopa kwa hapa. Kutokana na kuibuka kwa ombwe la watu wanaotoa mikopo ya fedha pasi na kusajiliwa na mamlaka husika za kifedha ambao pia wamekuwa wakikwamisha wakulima kuendelea, Bi Fatma Ali ni afisa kilimo kutoka mkoa wa Pwani, wilaya ya Kisarawe, ametueleza ni kwa namna gani wao kama viongozi wanaosaidia wakulima katika eneo lao kuhakikisha wanaepukana na mikopo ambayo ni kandamizi na inawarudisha nyuma kimaendeleo. Mara nyingi sana waga tunakuwa na demonstration plot ambazo mtu anaweza kujifunza kupitia hizo, na wakulima tunawaita, tunawafundisha. Kwa kiasi fulani tumefanikiwa kwa upandaji kwa mistari. Mashamba ya wakulima karibu wote wanapanda kwa mistari. Ila tu kwenye matumizi ya vipimo ndio bado wengi wanasuasua. Kwa hiyo tunachofanya kuna kuwa na mafunzo tu hapa na pale. Kapteni wa halmashauri natoa mbegu, mnaanzisha videmo ploti, wakulima wanakuja wanajifunza, au unamwambia mkulima nitakupa mbegu labda nusu na robo, au nitakupa mbegu nusu ya mahindi. Nataka hii mbegu nusu ya mahindi uipande kipande chake labda cha mita 20 kwa 10 ambacho utakipanda kwa mfano. Kwa sababu naye anahitaji kile kitu cha bure, anahitaji sifa, anakubali kufanya. Hata hivi leo nimeshinda kupanda videmo vya karanga karibu 6. Kwa mtu anaandaa videmo vyake, unaenda unampandia pale kwa mfano. Kwa kesho na kushukuta akipata matokeo mazuri kupitia pale, basi na yeye anaiga, anafanya. Kwa hiyo kwa selio ndo kidogo tumefanikiwa, na kuna wengine tumewatoa kule walikokuwa wameelekea wengine. Lakini pia halmashauri isipotoa hivyo vitu inabidi afisa kilimo kuingia mfukoni, otherwise utaonekana ufanye kazi. Kwa hiyo unaanzisha shamba tu cha mfano. Kulima akipita akiona pale kitu cha tofauti, lazima atauliza, atanoti. Akienda shambani kwake atahitaji naye afanye kama vile ili apate matokeo chanya. Tumejaribu sana kuhamasisha wakulima wengi, tumewaundia vikundi, wengine wamewezeshwa, wamepewa kuku wanafuga. Yaani tunajaribu kuomba mashirika mbalimbali. Halmashauri ikileta mashirika analeta vijijini, kwa kuna wengine wamewezeshwa wamepewa kuku, kuna wengine wamewezeshwa wamepewa mbuzi. Kuna shirika moja linaloitwa Caritas limewapa mbuzi wakulima, limeanzishia kilimo cha mboga mboga. Kuna WWF nao wanaanzishia kilimo msitu. Kwa unakuta vile vitu vingine vinapungua kwa sababu kama haya makampuni mengine yakija anakuwa anajiweza. Kwa anaweza kumhudumia mkulima kuanzia maandalizi ya shamba, kutengeneza, na after time yale mazao ni ya kwake. Kwa hiyo akishavuna, akiuza, akinogewa na kile alichokipata, basi na yeye anajiendeleza. Kwa hiyo kwa stelio nayo kidogo zile kesi za ofisini hapa na pale anadaiwa, ananyang'anywa vitu, zimepungua. Program waka tunaanzisha, za nyingine zinakuwa za halmashauri, za nyingine za kata kwa kata, na za nyingine za vijiji. Lakini pia tumewahamasisha wakulima wetu wapime maeneo yao ili wapate hati miliki za kimila ambazo zitawasaidia wao kupata mikopo. Lakini pia tunaendelea kuhamasisha wapande mazao miti. Kwa shamba likija kuthaminishwa apate mkopo ambao sio mkopo umiza. Lakini wamejiunga kwenye vikundi vya kuweka na kukopa vya kufanyaje. Kiasi fulani mimi nilikuwa na wakulima 100 na wahudumia. Katika wakulima 100, wakulima 70 nadhani wameshapata hati zao miliki za kimila. Kwa hiyo kupitia ile hati anaweza kwenda kukopa mkopo benki ambao hautamuumiza. Kila lenye mkanganyiko lazima lipatiwe ufumbuzi. Hivyo nasi tumelazimika kuzungumza na mchumi kutokea mkoa wa Morogoro, ndugu Evarist Stefani, ambaye ametupa mtazamo wake akieleza ni kwa namna gani mikopo ya kifedha kutoka kwenye taasisi za watu ambao hazijasajiliwa zinaweza kuathiri wakulima. Kuna athari katika pande mbili, katika upande hasi na upande chanya. Upande hasi athari zake ni nyingi kuliko
athari za upande chanya. Katika upande chanya, athari zake naweza nikasema tu ni ile urahisi wa upatikanaji wa hiyo pesa. Kwa hiyo inamsaidia mkulima kuweza kusolve issue zake kwa wakati. Ila athari hasi ni nyingi. Kwa mfano, masharti ya hiyo mikopo huwa ni magumu sana na pia ni kandamizi kwa mkulima. Nikizungumzia kwa experience, mkulima labda anapewa 30,000. Katika hiyo 30,000 kwa muda wa mavuno yeye anatakiwa arejeshe gunia moja la mpunga. Na kwa muda huo wa mavuno unakuta ile gunia moja la mpunga thamani yake ni zaidi ya shilingi 70,000. Yeye alichukua 30,000 lakini anarejesha gunia moja. Kwa hiyo ili apate pesa nyingi anatakiwa arejeshe hivyo hivyo mazao ya kutosha. Kwa unakuta amevuna kiasi kidogo na katika hicho kidogo anatakiwa achukue sehemu kubwa ya hicho kidogo kurejesha kwa yule mtu ambaye alimwazima pesa. Swali lingine nasema ni hao wakulima wanapitia aibu. Kuna aibu kubwa sana ambao wanapitia kutokana na hii mikopo. Nimeshuhudia watu wengi sana wakidhalilika na wakipata aibu kutokana na hii mikopo kutoka kwa hawa watu. Kuna baadhi ya watu ni wanajulikana kwamba ukienda kuchukua pesa kwa mtu yule, kwa mtu fulani, jiandae kisaikolojia. Ili sasa unakuta na mkulima amepitia hali ngumu na anahitaji pesa, inalazimika tu aende kuchukua pesa kwa huyo mtu. Mbaya zaidi sasa hali ya hewa, na wakulima wengi hawalimi kisasa, yani wanalima kizamani. Kwa hiyo unakuta hata mavuno yanakuwa ni kiasi kidogo. Sasa mavuno yakiwa kiasi kidogo na alichukua pesa nyingi, yani inamuia vigumu yeye kurejesha mazao kwa yule mtu ambaye alimwazima pesa. Madhara yake ndio hiyo, kuaibishwa, kuchukuliwa vitu, shamba, nyumba na kadhalika. Lakini kwa upande mwingine inadumaza maendeleo ya mkulima. Unakuta mkulima amevuna kiasi kidogo, badala ya huyo mkulima kuanza kufikiria atafanyeje aweze kuwekeza zaidi kwenye kilimo ili asiendelee kubaki katika ile hatua, aende katika hatua kubwa zaidi, anaanza kufikiria atafanyeje aweze kurejesha mazao. Mbali na kutupa mtazamo wake kuhusiana na athari ya mikopo hiyo, pia ndugu Evarist ameeleza ni mikopo gani haswa ni sahihi ambayo wakulima wanapaswa kuchukua kwa ajili ya kuendesha shughuli zao za kilimo pindi wanapokwama kiuchumi bila kuathiri kwa kiwango kikubwa. Mikopo sahihi ni kutoka kwa taasisi, vikundi ambavyo vimesajiliwa na vinatambulika na serikali. Hapa tutazungumzia vikundi ambavyo vimesajiliwa, mfano kama vikoba ambavyo vimesajiliwa. Tutazungumzia issue ya SACCOS, tutazungumzia watu au taasisi ambazo zimesajiliwa, mfano kama benki na benki ambazo ni maalum katika issue ya kilimo, mfano kama TADB na benki nyingine ambazo zinatoa pia mikopo kwa wakulima. Hata NMB, CRDB wanatoa mikopo kwa wakulima kupitia vikundi. Kwa hiyo mkulima bado anaweza akawa na nafasi ya kupata mikopo. Sema ugumu unakuja ni kwamba yani wakulima hawana elimu ya kutosha kuhusiana na hiyo mikopo inapatikana vipi. Kwa hiyo inawafanya wao waangalie urahisi, nitafanyaje tu ili nipate mkopo haraka haraka. Ndio hapo nafikiria niende kwa mtu fulani ana hela anaweza akaniazima. Kumbe kulikuwa kuna nafasi yeye kupata mkopo kwa kufuata tu taratibu, kuunda kikundi, wanakisajili, wanaomba mkopo na wanapewa. Ni nini hasa kifanyike kuhakikisha wakulima wanainuka kiuchumi kupitia kilimo badala ya kukandamizwa? Swala la kwanza ni elimu ya kifedha kwa wakulima. Wakulima naweza nikasema kwa asilimia kubwa hawana elimu ya kifedha, na ndio maana wengi wanakurupuka kwenda kuchukua pesa kwa hawa watu ambao wanakopesha kiolela bila kujali madhara hasi ambao watayapata kwa kuchukua pesa kwa hawa watu. Lakini muda mwingine mkulima anapovuna yale mazao kutokana na kutokuwa na elimu ya kifedha, ndio unakuta hadi muda wa kulima unafika mkulima hana pesa kabisa. Kwa hiyo inalazimika angalia alternative ya haraka ambayo yeye atapata hiyo pesa. Kwa hiyo solution ili kulisolve hilo ni huyo mkulima anatakiwa apate elimu ya fedha ya kutosha ili ajue kwamba nikichukua mkopo sehemu hii madhara yake ni haya. Kwa hiyo nikifanya ulinganishi kati hapa na hapa, wapi ni bora, natakiwa niende hapa. Swali lingine hapo ni kuwepo na urahisi wa upatikanaji wa hizi taasisi za kifedha kwa maeneo ya vijijini. Taasisi nyingi za kifedha mfano kama benki zimekuwa zikijielekeza sana mijini. Sasa kuwepo mijini inawawia vao vigumu kuwafikia hawa wakulima. Sasa taasisi za kifedha zitakapofungua labda matawi kwa maeneo kama ya vijijini, itakuwa ni rahisi kwa wao kuwafikia wakulima. Huo urahisi wao kuwafikia wakulima inaweza kutengeneza pia hata urahisi wa hawa wakulima kupata elimu ya kifedha kwa wakati. Kila kiumbe hai huhitaji chakula ili aweze kuishi, na chakula kinapatikana kutokana na kilimo. Hivyo wakulima wanahitaji kuheshimiwa na kuthaminiwa badala ya kudidimizwa ili kuwe na ustawi katika jamii yetu. Mpaka kufikia hapo, mpendwa mfuatiliaji wa mitandao yetu ya kijamii, hatuna la ziada. Tunatia nanga katika makala haya yanayoangazia ni kwa namna gani mikopo
mikopo inayotolewa na watu binafsi ambao hawajasajiliwa na kutambulika na serikali katika jamii inavyowaathiri wakulima. Msimuliaji wa makala hii ni mimi Halima Shumari. Usiache kutufuatilia kwa ajili ya kuhabarika zaidi. Tukutane tena wakati mwingine. Kwa heri.